Naam, bwana, messages chatting za WhatsApp kati ya Manara na Zailisa zimevuja huko mtandaoni, na kiukweli yameibuka mengine mazito ya fedhea, ya aibu, mambo ya siri kabisa yamewekwa wazi. Sasa hizi ni messages ambazo kwa mujibu wa post hapa tunaona kwamba mmoja wao bwana, inasemekana kwamba mmoja wao amezivujisha, na hizi message bwana hazina mambo mengi na zinaonyesha chati za upande mmoja, na hapa chati zenyewe ni kwamba huyu bibie Zai amesema kwamba bwana ni hivi kuhusiana na issue ya kuvaa. Maana inasemekana kwamba huyu Manara alikuwa anamsema Zai kwamba ameingia naye katika mahusiano, hata kuvaa alikuwa hajui, alikuwa anavaa vipedo. Umeona bwana kitu ambacho Zailisa bwana hajapenda, the way ambavyo Manara alivyomwambia kwamba alikuwa anavaa vipedo. Umeona bwana Sasa Zai bwana amekuja kujitetea hapa kuhusiana na issue ya kuvaa. Amesema kwamba bwana ni hivi kuhusiana na issue ya kuvaa, akaitagi hapa kuna mtu anaitwa Ana, nguo zote anazovaa je ni kwamba yeye ndo huaga analipa, na huwa kwa sababu maana huwa atoi hata shilingi 10. Huyo Ana labda uje useme Haji alikupa nini? Alikulipa lini kuhusiana na nguo, kuhusiana na mabaya, navaa bure, mje mseme kuwa kama mimi huyu Haji huaga ananilipia hata 100. Akasema hivyo. Umeona bwana, akaja hapa akasema kwamba yale ya kuambia kuhusiana na nywele, chakula, kila nywele ninayotaka mimi napewa bure. Sasa sijui wewe unanisimangia nini? So huyu Zailisa amejibu hivi baada ya Manara baada ya hizi chati kuvuja, kusemekana kwamba Manara huwa anamsema Zailisa kwamba alikuwa hajui kuvaa na yeye ndiye aliyembadilisha mpaka sasa hivi anavaa, anaonekana. Hapo awali alikuwa anavaa vipedo. Sasa huyu Zai amekuja kusema kwamba yeye kila kitu huaga anavalishwa bure. Sasa inakuwaje huyu Manara anakuja kumsimanga kwamba alikuwa hajui kuvaa? So hivyo ndivyo situation ilivyokuwa. Lakini pia vile kitu kingine ambacho amekuja kukifanya, kitu kingine ambacho kimevuja kuhusiana na hizi chati zinaonekana kwamba kuna mtu hapa alikuwa amemjibu. Kuna mtu amesema bwana huyu, hizi ni upande wa Manara alikuwa anamtumia Zailisa. Manara ameandika kwamba unazua na huyu mpuuzi wako, unaishi naye asiye na isani kama wewe. Then akasema kwamba kuna mtu hapa akaja akajibu akasema kwamba bwana na safari hii umegusa pabaya. Hicho ni kitu ambacho huyu Manara alikuwa ametumiwa hivyo. Manara akajibu kwamba huna chochote cha kunifanya Zai, unadhani mimi ni mjinga? Umeona, Manara amejibu hivyo. Then kuna message nyingine hapa ya Manara inasomeka kwamba bwana kila matusi yako yote yatafika kila mahali na kila sehemu, na kama ulijua kwamba utanisingizia jambo la kutunga imekula kwako. Akaendelea hapa Manara kusema kwamba wewe umekuja kwangu hata nguo huna, unavaa vipedo, na hata passporti huna wala NIDA. And then akaendelea tena hapa kusema kwamba hizi ni chati za Manara hapa inavyosemekana kwamba hizi ni chati za Manara. Akasema kwamba nimemtoa mdogo wako shule ya Kanumba na nimempeleka shule bora, leo hii unanitusi eti sidindi. Mambo hayo. Then akaweka emoji ya kucheka. Sasa hii bwana wabongo wamepita nayo. Hii wabongo wamepita nayo, na hapa kuna page amesema kwamba bwana Manara adai kwamba aliambiwa na Zailisa kwamba hamfikishi, kwa mujibu wa hizo chati ambazo zimevuja huko mitandaoni. Sasa hapa wadau kama kawaida wamekuja kuweka comment zao. Comment zao bwana hapa zimekuja kuwekwa kuhusiana na hizi chati ambazo zimevuja huko mitandaoni kwa mujibu wa page mbalimbali ambazo zimekuja kuandika. Lakini pia hapa kuna page hapa wameandika kwamba kuna page hapa wamekuja wameripoti, wameandika kwamba umekuja kwangu huna nguo, passport wala NIDA, leo hii unakuja leo hii unanitusi eti sidindi. Haya, so hapa comment zimemwagika kibao. Nataka nikusome baadhi ya comment. Kuna mtu hapa amekuja amecomment, ameandika kwamba sisi tunachojua ni kwamba tumeenda nusu finali, wengine watajua wenyewe. Kwa mtu mwingine hapa anasema bwana kiukweli mwanamke ana mdomo kama nini, aende tu kwa amani. Unatoaje siri za mmeo nje? Wanawake wa siku hizi mmekuaje? Kwani
hamuwezi kukaa kimya. Kuna mtu ameandika hivyo. Mtu mwingine huyu hapa anasema bwana sisi tumevuka, tunachojua ni hicho, mengine ni nyinyi. Kuna mtu anasema kwa nini amwambie mwenzie alikuwa amekuja na vipedo. Kwa sababu bwana bila Manara nani angempa bure sasa? Kuna mtu ameuliza. Kwa sababu bwana mahusiano bora yangekuwepo, bora kuwa na mtu wa kufanya naye mapenzi tu, mahusiano yasingekuwepo. Kwa sababu bwana endeleeni kujidhalilisha, sisi ni watazamaji tupo, tunawaona aibu zenu mnazozitangaza huko mitandaoni. Kwa sababu wewe Mungu tuondolee uchovu siku ya leo, bariki jitihada zetu na kutupunguzia mawazo. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana hapa mjini kitu ambacho kina raha ni Insta tu. Haya, kuna mtu mwingine hapa amesema bwana alianzisha Instagram, Mungu ambariki sana, yani tunapata habari kwa muda sahihi. Kwa mtu ameandika hivyo. Kwa sababu bwana wanaume acheni kuwasimanga wake zenu, huo ni wajibu wako kumhudumia mwanamke wako hata kama alikuja kwako bila hata nguo. Si ulimpenda hivyo na ukaona kwamba anafaa kuwa mke wako, why uanze kumsimanga au umtese kisaikolojia kwa kumsema kwamba kuhusiana na vitu alivyokuja kwako wewe alikuwaje? Huo ni wajibu wako, maana na yeye pia kuna mambo mengi sana anafanya kwako, na ndio maana unapata utimamu wa akili. Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu mwingine amesema kwamba bwana huyo babu lakini ni aibu tupu ya wanawake, mwanamke yoyote yule anamsimanga kwa kivyo vyote vile. Kwa mtu amesema bwana passport na NIDA ni vitu vya kumsimanga mtu kweli? Kuna mtu ameandika hivyo. Kwa mtu amesema kwamba bwana ila bademu eti amemwambia mzee wa watu adindi. Kwa mtu amesema bwana maex leo furaha ipo upande wao. Kwa mtu amesema kwamba ila we jamaa vichwa vya habari vinachekesha sana. Kwa mtu amesema kwamba bwana ex anapenda waganga, penzi jipya aliwezi dumu. Unadhani kweli lingedumu? Kwa sababu hebu nitieni mkali wa singeli Brother Dula afanye tego hapa. Kwa mtu ameandika hivyo kwamba kama ex wa Zailisa anapenda waganga ambaye ni Dula Makabila, ulidhani kweli hili penzi lake na Manara Zailisa lingedumu? Haya, kwa mtu sawa bwana ndugu zangu, kama mmeamka salama mumshukuru Mungu. Kwa mtu sawa bwana show huku watu wanavua na nguo. Kwa mtu sawa bwana tuko busy na Simba, haya mengine wala hatujali. Kwa mtu sawa bwana acha maneno, oga vaa vizuri, uendelee na mambo mengine. Haya, kwa mtu sawa bwana mna uhakika haya sio matangazo ya maduka kweli? Kuna watu hapa wanaanza kuhisi kwamba huenda hii ikawa ni kiki kwa ajili ya kutangaza biashara za watu. Umeona bwana? Kwa hiyo kuna watu wameanza kudoubt, lakini it is what it is. Kwa namna moja au nyingine tunaweza kusema kwamba hili jambo limefikia mbali mpaka chati za WhatsApp zimeanza kuvuja. Ujue kabisa kwamba huenda hii ikawa ni issue nyingine kabisa, very sensitive. Umeona bwana? Ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona. Lakini pia vile vile bwana, hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.